Hii ni MTV1 online na kutangazia kwa njia ya mtandao kutoka eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 katika siku za mvua katika baadhi ya mataifa na mikoa. Mimi ni Tryphon Odas, karibu. Na kukumbusha pia matangazo haya yanapatikana kupitia mitandao yetu ya www.mtv1news.com. Facebook ni MTV News DRC, Twitter ama X @MTVDRC, LinkedIn ni MTV News, pamoja na radio wa shirika za FM Kivu Kaskazini nchini DRC, ikiwemo Radio Oasis Beni, RTGR Butembo na Kirumba Rubero, Radio Setrobo huko Kimburu wilani Lubero, na RCK Rubero Lakovu huko Kiwanja cha Rushuru, na Global Weki huko Mtwanga Beni, Sek FM huko Masisi na LFM mjini Goma. Na moja kwa moja tuanze kutazama yale tulionao, na tunaanzia huko mashariki mwa Kongo DRC, mkoani Ituri, ambako kumeripotiwa hali ya ukame wa hali ya juu hadi mimea na visima kukosa maji. Kwa njia ya simu tunaye Konstantini Sambagarwa kutakiwa mjini Bunia. Katika sultani ya Kakwa ndio walimaji, wafugaji na hata mavisima mbalimbali ya maji ambayo imekauka kabisa, ni kufatana na jua kali ndio imejionesha huko, na ni hiyo iliacha ni tangu watu ama wakimbizi kutoka huko kwenye Sudani ya Kusini walionekana huko, na hiyo kitu imesumbua kabisa maisha ya watu pale kwa mtaa ya Aru. Ni katika jimbo la Ituri, karibu kilomita 315 na mji wa Bunia. Na sasa hivi hii ongezeko la joto limeleta hasara gani huko kwenye Kakwa? Na hiyo kuongezeka kwa joto imeleta magonjwa ya ukosefu wa chakula bora, donc malnutrition imeonekana huko. Milimo imeharibika, wafugaji wamepoteza kabisa maeneo ambapo manyama zinapaswa kuwa zikienda kutumizia, na wakazi wakakuwa wameita viongozi waweze kuona namna gani ya kuweza kuwasaidia na wakiita vile wa shirika za kiutu kuweza kufanya juu chini ili waweze kusaidia ili hiyo kuongezeka kwa joto iweze kupunguka. Huu kame, yani sesherese, unasema imetokea Kakwa iko wapi ukilinganisha mji wa Ituri, position geographique? Ndio, Kakwa imepatikana katika mtaa ya Aru. Kakwa iko usultani ya mtaa ya Aru, kando na huko kwenye Sudani ya Kusini. Yaani ni mpaka wa Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio. Na mtu ukitoka huko Ituri tunavuka mipaka hadi Kivu ya Kusini, hadi sasa mjini Bukavu, ambako Rais mstaafu Joseph Kabila amewasili baada ya mji wa Goma. Kabila atakutana na wakazi na watu mbalimbali kuhusu masuala ya amani na usalama mashariki mwa Kongo DRC. Thomas Batangaro William yuko mjini Uvira mkoani Kivu Kusini na ripoti zaidi. Taarifa za ujio wa Joseph Kabila katika mji wa Bukavu zimefika kisirisiri. Wananchi wengi hawakuwa nafahamu kwamba Joseph Kabila amewasili mjini Bukavu, na baada ya kufuata vyombo vya habari na kusoma ukurasa wa Facebook wa AFC kama walivyochapisha na unaohakikisha kwamba Joseph Kabila amewasili Bukavu, wananchi wamekuwa na maoni mseto. Kuna baadhi ambao wamefurahia ujio wake katika mji wa Bukavu, wanasema kwamba amefika muda mwafaka wa kuja kujua maoni ya wananchi, wapate kumwambia kile wanachokuhitaji wakati huu mgumu. Ukisogea maeneo ya Kaziba, ni nje kidogo ya Bukavu, baadhi ya raia wamehuzunishwa na ujio wa Joseph Kabila, wakisema kwamba yeye kama vile rais wa zamani isingekuwa vyema kupatikana maeneo ambayo yanadhibitiwa na wahasi wa M23
ukiteremka sehemu za Uvira mahoni yanakuwa pia mseto. Kuna baadhi wanasema kwamba kufika kwake Bukavu hakuna ubaya wowote, sababu ni rais wa zamani, ni Mkongomani, ana haki ya kutembea popote anapotaka, kama vile wengine Wakongomani wamekalia Bukavu na Goma, maeneo ambayo yanadhibitiwa na waasi na hawajahukumiwa na mtu yeyote. Kwa hiyo kufika kwake Bukavu, baadhi ya watu wanasema kwamba hakuna ubaya wowote, licha ya kwamba ni wakati wa usalama mdogo. Mbali na hayo, hali ikoje kwa jumla mkoani Kivu Kusini? Mkoani Kivu Kusini kwa sasa tunavyozungumza, hali ni heka kwenye mashamba mbalimbali ya vita, ambako wazalendo wanaonana uso kwa uso na waasi wa M23. Kuna kwa mara kukwaruzana katika sehemu za Bagira, Bukavu, juzi jana kulikuwepo milio ya risasi ambayo imesikika. Kwa hiyo hali ya usalama kwa ujumla sio nzuri mkoani Kivu Kusini, hata maeneo yasiyodhibitiwa na waasi kunakuwa zile heka. Lakini mbali na hayo, jana tumezungumza kwamba kumekuwa sehemu ambako wazalendo walikuwa wanapigana na FARDC, kwani kuna kiongozi aliyetaka kukamatwa. Naam, katika mji wa Mboko wazalendo walirushiana risasi na jeshi la taifa la FARDC, ambao FARDC walienda kumkinga kiongozi wa mji ambaye wazalendo walitaka kumkamata. Walitaka wamkamate, wamfunge, wamwadhibu kwamba anakataa uongozi wa wazalendo katika mahali yake, katika sehemu anazoziongoza, hataki uwepo wa wazalendo, kwa kuwa yeye anasema kwamba wazalendo wananyanyasa, wazalendo hawashiki sheria, hawana tohara, hawana adabu mbele ya watu. Vizuizi au barieri, zile geti barabarani zinakuwa nyingi, wakilazimisha kila mwananchi kutoa pesa 1000. Alafu kiongozi huyo katika hotuba yake akisema hivyo, wazalendo wakasema kwamba amekosea kutoa hotuba kama hiyo, na ndipo walitaka kumkamata, wamfunge na kufikia kurushiana risasi na FARDC. Naam, kwa upande mwingine bado suala la ushirikiano kati ya jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Kongo FARDC limeendelea kuteremsha mate, wakati ambapo muungano huo umesaidia sana maeneo ya Rwenzori na mpaka wa Uganda na DRC. Julius Mlamba ni mmoja wa wazalendo akiwa mjini Kinshasa. La kufanya ni kwamba Kongo isitegemee. Tuna uwezo sisi wazalendo wa kumaliza vita hii pasipo kuomba msaada nchi yoyote duniani. Rais wetu atukubalie, atutilie confidence, atupatie vile ambavyo tunahitaji, asiombe tena SADC, asiombe tena MONUSCO, asiombe tena EAC, asiombe tena yoyote duniani hapo. Kongo na uwezo, tuna uwezo, vifaa vitupatie, na katika jeshi la Kongo viozo vinashughulikana, viondoshwe. Sisi tutamaliza vita hii kwa muda mchache sana, tutamaliza vita hii na Kongo itapata amani ya kudumu milele na milele. Sasa mtamalizaje vita na wakati mmekimbia Goma, mko Uvira, mko wapi? Sasa leo ndio mtamaliza vita. Sisi wazalendo hatujakimbia, wazalendo nafasi yote, hata mjini Goma mliona namna gani hapa wale tulifanya kazi hapo, tungali Ruchuru, tungali kando za Rubaya, tungali kando za Bunagana, Bukavu tungali, yani tunaweza, sababu uzalendo ni udongo. Sisi roho zetu na miili zetu zinaambatana na udongo wetu. Hata hivyo tumezungumza naye Ezekia Muhaya kutoka chama cha upinzani cha PPRD chake Rais mstaafu Joseph Kabila, kama anavyoeleza. Ndio, unajua ya kwamba mara ya kwanza walipokuja ni ile, kama wanazungumzia tena ya pili wanakamata mkataba wa pili kuzungumzia lile, ni kusema ile ya kwanza watuambie kama limeshindwa. Na utajua ya kwamba wao ni mzaliwa wa Kivu Kaskazini. Tangu walipoingia hawa wana ADF walikuwa wanaishi katika mapori ya Mwalika, pembeni ya mto Rwenzori na mto Semliki. Sasa tangu hawa wa UPDF wamefika kupambana nao, leo wamekuwa katika Mangina, leo wamekuwa katika territory ya Lubero, kusema waenda kuwapamba mpaka wamewafikisha hata Ituri. Kazi yao ilikuja si kuwapiga, ilikuja ni kuwasambaza. Na mara tena yule general anaposema pale panapokuwa damu yangu nitakwenda kupigania hapo pasipo kuomba ruhusa. Unaona ya kwamba tumekuwa ndani ya kuchanganyiwa, na wakubwa wa nchi wanajua wako wanatuchanganya. Hatujui wanajua ama wamedanganya ama hawajui wako wanafanya nini. Tupige na hitajika. Mimi nafikiri kama vile Rais mstaafu Joseph Kabila ambaye ni rais wa chama chetu alipotangaza ya kwamba majeshi yote mageni yaondoke kwanza nchini kusudi utafute amani kati ya Wakongomani. Nafikiri ya kwamba tutarudia jambo hile. Ukifikiri experience tunayo wakati 2002
alipoanza kufanya mazungumzo, tulikuwa na jeshi karibu 10 katika nchi yetu. Ukifikiri palikuwa Uganda, palikuwa Rwanda, palikuwa Burundi, palikuwa Angola, palikuwa Zimbabwe, mainchi mengi yalikuja kupigana katika ulongo wetu. Lakini wakati Joseph Kabila kwa miaka 2009 alipochukua madaraka, kitu cha kwanza kilikuwa ni kufukuza majeshi yote ya nchi nyingine kusudi wakongomani kwa wakongomani wazungumuze, na tulifikia wakati fulani ya amani. Nafikiri ya kwamba ni ile tunapaswa kufikiria, tusiendelee kuhayarisha jeshi letu ambalo leo sasa hawana tena hata ruhusa ya kutamka. Inaomba mwenye kutamka awe Muganda, na hii inaleta haya. Yeye ni general, tuna mageneral zaidi ya 10 au 12. Kwa nini yule tu alimuleta kuja kusema na kuhayarisha jeshi letu kwamba hawezi kufanya lolote, ni yeye atafanya yale jeshi inaweza kufanya? Nafikiri ya kwamba la kwanza ni kufukuza yale majeshi mageni, ya pili ni kupatia confiance jeshi letu, kulipatia vifaa, kulipatia moral ya kwamba wana wajibu wa kupigania nchi. Sababu leo tumekuwa sawa wenye tumetolewa kusema ninyi jeshi lenu hanifanyi chochote, tutawaletea majeshi mageni, na hii ni haya kubwa kwa nchi kubwa kama Kongo hii. Hatuwezi kukubali majeshi mageni ya kuja kututawala. Wameweka makubaliano. Sasa matokeo ni gani? Na kuambia hao Waganda walipofika kwetu, wale wahuni wa EDF ambao walikuwa wanafanya machafu katika Mualika, leo wameingia karibu territory 4-5. Ituri wamekamata, Beni nzima wamejaa, Lubero wamekamata, na hapa kesho watakuwa Ruchuru. Sasa tutaendelea hivi? Na wale wanaendelea kusema wale ndugu zetu hawataua ndugu zao. Wamesema wenyewe hawapendi kuua ndugu zao, wanapenda kuja kupigania, na tunajua ya kwamba ndani yao kila mara mnakuwa walikuwepo kama Mutwanga amepata amani. Unajua hivyo, unahakikisha watu hao, sababu ile Audi alikuwa wamemfukuza, wamembeba katika territory zingine, wanambeba aende auwe kule. Ni kusema waliokuwa akifa Mutwanga, Mualika walikuwa Wakongomani, na wale wanaendelea kufa leo Ituri, wanaendelea kufa Mangina, wanaendelea kufa katika Lubero ni Wakongomani. Alafu hatukuna faida kusema tuwatosha hapa tuwabebe kule wauwe tena kule. Tungekuwa na faida kusema tumewatosha wasitumike tena katika kote, au tumewarudisha kwao au tumewamaliza. Lakini Muhaya, UPDF imekuja kujitolea, hata askari wake wanakufia Beni, wengine Ituri. Una haki ya kwamba wanakufia huko na wamejitolea. So unajua ya kwamba ndani ya nia za Yoweri Museveni na Paulo Kagame kuna mara nyingi kusema tungekata kidogo ya Kongo tukamate, tungekata kidogo ya Kongo tugabule. Alafu wakati wanatuma jeshi lao si kuja kutupigania sisi, wanakuja kutafuta zawadi iko wapi? Dhahabu. Wanakuja kutafuta wapi kuna madini kusudi waweze kukaa, wapi kuna miti ya kuuza, wapi kuna mashamba kakao waende uzishe. Hawezi kunidanganya na hii, hata kama wewe ni mpasha habari. Huenda wewe unahofia sababu unapewa ile wajibu ya kwamba unapaswa kusema vizuri hata watu ni wabaya, lakini kutangazia ya kwamba kwa sisi hatutakubali watu hao waendelee hivi. Nani mtoto yake alimtoa kuwa mzalendo, na ili government ndio alisema wazalendo watatupigania? Leo wanasema wanaleta Waganda wapige. Faida yetu ni gani ndani ya mambo haya, mpasha habari? Sisi Wakongomani tunafia nini? Vijana waliojitolea kupigania nchi wapigwe leo, tena wanapigwa na rais mwenye anatuma mwende mnipigie watu hao. Walimfanyia dhambi gani kusudi watese hivi? Na nani mwingine atakubali kuenda kupigana kama wamoja walienda kwenye jeshi, wanawaambia hamuko jeshi, Uganda ndio jeshi. Wengine walienda kwenye uzalendo, wanawaambia ninyi si watu mtauawa. Sasa faida yetu iko wapi? Sisi watoto ya Kivu ya Kaskazini, sisi watoto wa Kongo, faida yetu ni gani ndani ya mambo ya Tshisekedi? Huku wakazi wa mji wa Butembo wakilalamikia hali ya kuomba pesa watu wanaokwenda kutowatazama wafungwa katika gereza la Kakwangura, japo watu hao hutembelea huko kusaidia watu wanaopitia hali ngumu gerezani, lakini baadaye huombwa pesa na walinzi wa gereza katika uangalizi wa viongozi wa gereza ya mahakama. Namni hayo kwa siku ya leo. Karibu tena na asante kwa wakati mwingine. Mkiwa na taarifa yoyote mnaweza vile kushiriki matangazo yetu mkituandikia kwenye WhatsApp yetu ama kupiga simu. Mimi ni Tryphon Odes, kwa niaba ya wote ambao wamehusika kuandaa taarifa hii ya habari. Asante hadi wakati mwingine. Kwaheri.